Kesi ya Tundu Lissu imeendelea tena. Makala hii inaeleza kuhusu mtetezi mpya ambaye Lissu amepewa, lakini inaeleza kuwa ni kwa nini Lissu anaonekana kufurahiwa sana na watu ili hali anakabiliwa na makosa ya uhaini ambayo yanahatarisha amani ya nchi. Sasa tuanze na mtetezi mpya ambaye Tundu Lissu amepewa, kisha tutamalizia kwa kujibu kwa nini Lissu anafurahiwa sana ili hali ana makosa makali kabisa ya uhaini ambayo yanaonekana kwamba ni mtu ambaye anahatarisha amani ya nchi. Sasa kuhusu mtetezi mpya, hebu sikiliza sauti hii kutoka mahakamani. Mikononi mwako na hasa kesi iliyo mbele yetu ya ndugu yetu Tundu Antipas Lissu. Bwana Yesu, tunakusihi Mfalme, umshike mkono mtumishi wako, umsaidie tena, umtetee tena, umtie nguvu tena, umpe ujasiri tena, furaha na amani zisipungue moyoni mwake. Mwalimu Makoba Open School inawatangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaorudia mitihani ya kidato cha pili QT, kidato cha 4 na 6. Pia wanaotaka kujifunza English course, masomo yameanza. Pata elimu ya sekondari kidato cha pili QT form 4 na kidato cha 6 kwa mwaka mmoja tu. Tuna ratiba ya masomo inayowafaa watu wote, hata wale waliobanwa sana na kazi. Tuna walimu wenye uzoefu wanaosaidia ufaulu wa wanafunzi kila mwaka. Wanafunzi wenye changamoto za kufeli mitihani yao mara kwa mara wanafundishwa na Mwalimu Makoba mwenyewe. Ada zetu ni nafuu, zinalipwa kidogo kidogo, na notisi za syllabus mpya zinatolewa bure. Tunapatikana Kinondoni, Dar es Salaam. Wasiliana nasi kwa simu namba 0653 25 0566. Sasa tuhamie kuhusu Lissu kufurahiwa sana japo anahatarisha amani kwa kauli zake. Kauli za Lissu sio mpya. Kauli za Lissu zimekuwepo kwa muda mrefu. Wakati Lissu anavamiwa na majambazi Dodoma, alikuwa kabla yake ametoa kauli ngumu sana. Alikuwa anatoa kauli ambazo ilikuwa mwaka 2017. Alikuwa anatoa kauli ambazo zilikuwa zinaihamasisha dunia iitenge Tanzania. Tanzania isipewe misaada. Tanzania isikopesheke. Sasa baada ya hapo ndipo likatokea vurumai ya kuvamiwa na majambazi ambayo haifahamiki hasa yalikuwa yakihitaji nini, ni fedha ama yalihitaji kitu gani. Sasa tunatazama kwa nini Lissu anafurahiwa sana japo anahatarisha amani kwa kauli zake. Kwa mfano kauli yake ile ya no reform no election, tutakinukisha, tutazuia uchaguzi. Tuliona kauli hiyo ilipata wafuasi, na yaliyotokea Oktoba 29 pengine huenda ilikuwa ni matokeo ya kauli kama hizo. Sasa kwa nini pamoja na kwamba ana kauli ambazo zinaweza zikahatarisha kabisa amani, lakini bado anafurahiwa na watu? Kwa mfano kauli ambazo anazitoa Lissu, watu wakizivaa wakazikubali, Tanzania inageuka Kongo ndani ya miezi 6 tu. Kauli zinazotolewa na Lissu, watu wakizikubali, Tanzania inaweza ikageuka Somalia. Sasa lakini watu wanafurahia, na wote tunakubaliana kwamba watu wote wanapenda amani. Hakuna mtu asiyependa amani. Sasa kwa nini anafurahiwa? Sasa hapa nitakupitisha katika historia, halafu nitakueleza pole pole. Watazame wa Tanzania waliokuwako kipindi cha kupigania uhuru, akina Nyerere, watazame na watu kutoka mataifa mengine, kile kizazi cha kupigania uhuru. Mtazame Kwame Nkrumah, mtazame Kenneth Kaunda, mtazame Patrice Lumumba. Nenda India, mtazame Indira, Mahatma Karamchand Gandhi. Tazama kile kizazi, kile kizazi kilikuwa tofauti sana na kizazi hiki cha leo. Lakini tazama Watanzania tu wa miaka ya 70. Miaka ya 70 ndipo Watanzania walikuwa wanatumia muda mrefu sana kusoma vitabu. Kuna vitabu kama vya Will Gamba, Joram Kiango, Tutarudi na Roho Zetu. Pendwa ziliibuka sana. Ni kipindi ambacho Watanzania walikuwa wanasoma vitabu kuliko kipindi chochote kile, miaka ya 70.
Watanzania wa kipindi hicho ulikuwa huwezi kuwaeleza jambo wakakusikiliza bila kufikiri. Na ndio sababu hata ilipotokea Nduli Idi Amin Dada alipovamia Tanzania mwaka 1978, Watanzania wote tulishirikiana pamoja kumpiga Nduli na tukashinda vita vile. Tulishirikiana pamoja, hapakuwa na maneno ya kutoka huyu kafanya hivi, huyu kaenda huku. Lakini hebu fikiria, vita vile vingetokea leo, unadhani tungeshinda vita? Kwa namna hivi ambavyo tunavyoona watu wamegawanyika. Nataka nikueleze kwa nini watu wanafurahia kauli za Lissu, lakini na kujengea msingi wa hoja na kupitisha katika historia. Sikilize mwalimu, ili uweze kuelewa. Kizazi cha sasa kiko tofauti kabisa na kizazi kilichopita. Hata kama hupendi hiki kinachosemwa, lakini wewe ni shahidi namba moja kwamba kizazi cha sasa kifikra kimeshuka. Ile intelligence quality imeshuka. Vijana hawahoji. Lakini ni nani kawafikisha hapa vijana? Na sisi binadamu tumeanza kama Adipithecus kadaba, tumeanza kama Sahelanthropus chadensis, viumbe wa zamani wale, wakati tunabadilika. Tumepita hatua kama kuwazinja Anthropus nutcrackman, tumepita hatua tukawa tunabadilika kiakili. Ilikuwa ni ukuaji wa kiakili. Ukuaji wa akili ukatufikisha hatua inaitwa Homo erectus. Tulianza na Homo habilis, tukaja hatua inaitwa Homo erectus. Baada ya Homo erectus tukafuata hatua inaitwa Homo sapiens, ambao ndio sisi. Homo sapiens maana yake kwa kimombo ni wise man. Wise man ni mtu mwenye busara, mtu mwenye akili, ndio wise man. Homo sapiens, wise man, mtu mwenye akili. Sasa inatia mashaka unapoona kwamba wise man anashangilia kauli ambazo zinahatarisha maslahi ya taifa, kauli ambazo zinaipeleka Tanzania kuwa Kongo. Kauli za kukinukisha hazitakiwi katika nchi ya Tanzania. Tulishakubaliana sisi tunafanya mambo yetu kwa amani. Hata uhuru tuliuomba kwa amani. Hatutaki kuwa na mkimbizi Mtanzania. Lakini kauli hizi zinapojitokeza, wise man, Homo sapiens lazima aogope. Homo sapiens kama Mwalimu Makoma lazima aogope, aseme sasa hapa tunakwenda kuumia. Sasa kizazi hiki cha 2000, kizazi hiki kipya hiki, hata wazee ambao wanaishi katika kizazi hiki kipya wameanza kubadilika kutoka wise men, Homo sapiens, sasa wanabadilika na kuwa wajinga. Kuna kizazi kinabadilika. Na mimi kwa sababu ni mwalimu natumia muda mwingi kuelimisha watoto, kuelimisha watu wazima, kufundisha watu, najionea Homo sapiens wamepungua. Sasa hivi tuna Homo idioticus. Watanzania wengi wamebadilika, wamekuwa Homo idioticus, kutoka wise man mpaka kuwa wajinga, wapumbavu. Tuna kizazi kinachobadilika kutoka Homo sapiens, the wise man. Kizazi hiki kinabadilika kuwa Homo idioticus. Hiki kizazi kisipoangaliwa, kisipoelimishwa, tutauza nchi, hatutakuwa na nchi hapo mbele. Nani kawafanya vijana watoke kuwa wise men waje wawe wajinga, Homo idioticus, kutoka Homo sapiens mpaka Homo idioticus? Nani kawafikisha vijana kuwa Homo idioticus? Wanaharakati. Vijana wanatumia muda mwingi TikTok, wanatumia muda mwingi YouTube, wanatumia muda mwingi Instagram, wanatumia muda mwingi katika screen. Wakati vijana wa miaka ya 70, vijana wa miaka ya 60 walitumia muda mwingi kusoma vitabu. Vijana wa sasa wanatumia muda mwingi TikTok, wanatumia muda mwingi Instagram, wanatumia muda mwingi YouTube, na wanaangalia vitu kwa muda mchache sana. Sekunde 5 content imeisha. Habari ya dakika 2, habari ya dakika 1, habari ya sekunde 30, kwa video fupi fupi. Kwa hiyo ile attention span ya ubongo wao imepungua. Ule uwezo wa kufikiri umeshuka.
intelligence quality IQ imepungua, ndio tunapata vijana wadogo, vijana wetu wanakuwa homo idioticus. Homo idioticus. We are changing from Homo sapiens to Homo idioticus. Samahani kwa kuongea kimombo, huwa hampendi sana nikiongea kimombo. Tunabadilika kutoka Homo sapiens tunakuwa Homo idioticus, tunakuwa wajinga. Vijana wetu wanakuwa wajinga. Kauli zinazohatarisha amani ya nchi hazifai kushangiliwa, lakini vijana wetu wanabadilika kwa wajinga. Nikueleze ukweli, wanaharakati wengi wanaohamasisha vijana, wanaolisha vijana maneno, wanaharakati wengi wanaolisha vijana maneno hawawezi kufanya mtihani wakafaulu. Kiwaleta hawawezi kufanya mtihani wakafaulu nikiwapa kitabu wasome halafu nikawauliza maswali kutoka kitabu, hawawezi kufaulu. Sasa wajinga wanapoteza wajinga. Vijana wanakula maneno ya wanaharakati tangu asubuhi mpaka jioni. Vijana wanaamini kile ambacho kinapendwa na algorithm ndio kitu sahihi. Kwa mfano, mimi kama ningetoa habari inayotukana kiongozi, singetazamwa sana. Lakini kwa sababu naeleza ukweli, kwa sababu nachochea ukweli, sababu nahamasisha uzalendo, nasema ni kweli kabisa, pengine watu wanaweza wasitazame. Wanaona namna gani hii? So vijana wetu wametengenezwa na algorithm, Homo idioticus. Lakini bado mwalimu yupo. Nitaendelea kugawa dozi, nitaendelea kuwaelimisha vijana mpaka waweze kuelewa. Naamini tutaelewana tu, elimu haishindwi siku zote. Kauli zinazotolewa na Tundu Lissu ni kauli mbaya, ni kauli zisizofaa. Tundu Lissu sio shujaa. Tundu Lissu ni msaliti wa nchi. Tunaweza tukakaa, tukajadili, tukashindana kwa hoja, na tukaweza kwamba pengine tuseme sasa Lissu pengine kapewa madaraka, pengine atabadili kitu gani? Homo sapiens tunajua hakuna chochote atakachokibadili. Mataifa yanayoendelea, mchawi ni mataifa yaliyoendelea. Tunaporwa, tumenyongwa na mataifa makubwa, na tunapozozana wenyewe wanafurahi ili tuendelee kuzozana. Iko dawa nje ya hiki unachokifahamu ambayo itatunusuru sisi kwa hapa. Homo sapiens tunaosoma vitabu, tumemsoma Waterloo na aliyefanya utafiti how Europe underdeveloped Africa. Kazi yangu mwalimu Makoba ni kuwarudisha tena vijana ambao tayari wamekuwa wapumbavu, Homo idioticus, na warejesha kuwa wise man, Homo sapiens. Niwatakie siku njema, mseto wa Homo idioticus na Homo sapiens.